Wananchi wa kijiji cha Mti Mmoja katika kata ya Sepeko wilaya ya Monduli mkoani Arusha wamemtuhumu mwenyekiti wa kijiji hicho Ibrahim Leio kugawa ardhi ya malisho katika eneo la Sepeko na kusababisha wananchi kukosa ardhi kinyume na utaratibu. Wananchi hao wakizungumza katika kikao ambacho kimejumuisha viongozi hao wametoa maoni hayo, huku wakiomba uongozi wa serikali kuingilia kati swala hilo ambalo limekuwa likiwatesa kwa muda mrefu, ambapo imepelekea hekari zaidi ya 86 kuuzwa katika eneo hilo. Ndugu waandishi habari, sisi tunasema kwamba hii ni kikao kizuri ambayo anaendeshwa na serikali ya kijiji cha Mti Mmoja, ambao ni mwenyekiti na mtendaji wake na serikali ya kijiji wapo wote. Hili jambo tumesikia tukasikitika sana sana. Mheshimiwa mwenyekiti angetujibu tu vizuri kwamba hili eneo ambalo anasema sisi hatuna maslahi ni makazi ya watu au ni sehemu ya malisho. Lakini baada hapo mimi nashukuru Mheshimiwa DC Glorian Kimati ambaye amewahi kufika kwenye tukio, sehemu la tukio, akatoa mawazo, akashauri, akachagua kamati, akafanyia kazi. Baada ya hapo akajua kufuta hiyo hati kwamba hati sio mzuri na hajapitia hajapata maelezo ambayo yameridhisha, basi akasema hilo eneo ni la wananchi. Kwa maana hiyo, baada ya hapo kuna sintofahamu iliyotokea tena, lakini baada ya hapo tunasubiri mkuu wa mkoa Christian, ndugu wangu anaitwa Makala, kwa sababu yeye ndio ameunda kamati ambayo anakuja Mti Mmoja kwa ajili ya kuangalia hiyo sehemu. Lakini sisi tunasema hivi, tuna salamu nyinyi waandishi habari ya kupeleka mkuu wa mkoa. Sisi wananchi wa Mti Mmoja sio mbali, ofisi ya mkoa sio mbali, kunafika muda yeyote tunayotaji. Lakini habari hii asikie kwamba sisi tunalia sehemu za malisha anaisha kwa sababu ya watu ambao anagawa usiku mali ya umma kama anapotaka wao. Na ninazungumza kwa uchungu kwa sababu mimi ni kijana na miaka 30 ninapozungumza hapa. Na miaka 30 ninapozungumza hapa. Mimi sehemu ambayo ninaishi sehemu ambayo inaitwa malisho na mafunzo ya kijeshi. Sina eneo la kuishi, sina anwani ya makazi. Lakini Mti Mmoja imekaa akaunda sehemu inaitwa malisho. Sisi tukaheshimu, tukailinda, wazee wameilinda na sisi tunataka tuilinde hadi kizazi vingine akute. Lakini leo hii kama huyu mwenyekiti anataka agawe, kwa nini hajaweka mkutano mkuu akagawa kwa sisi au kwa utaratibu anaotakiwa? Lakini sisi kwa sababu tunasema ni sehemu ya malisho na hatutagawiwa kwa sababu ni sehemu ya malisho ambayo tunaitegemea, kwa sababu huku unapoona huku mazingira hii hakuna makazi ya watu. Malisho na mafunzo. Kuna siku jeshi anapiga mabomu huku, sisi tunahamia kule. Kwa hiyo ni mazingira ambayo yanatuhifadhi sisi kwa usalama wetu. Nangu naitwa Melio Mostet, ni mkazi wa kijiji cha Mti Mmoja. Changamoto tulionayo hapa hivi katika kijiji hiki ni eneo letu hili la malisho. Kama mnavyoona hapa hivi, hili ni eneo la mafunzo ya kijeshi na malisho. Ikitokea wanajeshi wanafanya mazoezi huku, kuna eneo limetengwa huko chini kwa ajili ya malisho, mbuga ya Sepeko. Sasa changamoto iliyopo ni kwamba imekuja kubainika kwamba watu wana hati miliki za kimila kwenye eneo hilo la malisho ambalo limetengwa kuanzia tunazaliwa, mababu zetu kutokea kuanzishwa kwa hichi kijiji. Eneo hilo lilitengwa kwa ajili ya malisho, lakini kwa sasa mwenyekiti ametoa hati kwa watu ambao wamejimilikisha kinyume na utaratibu. Nataka niulize, hivi utaratibu wa kutoa hati, mwenyekiti kutoa hati bila kushirikisha mkutano mkuu au wajumbe wa halmashauri yake, yani anasaini tu yeye na kugonga muhuri anatoa? Wananchi walishawahi kulalamika kipindi cha nyuma, wakafunga ofisi. Akaja DC ambaye DC Kiswaga ambaye alikuja akaunda tume ambayo alitaka ichunguze, na baadaye alipokuja DC mwingine Glorian Kimati, tunamshukuru sana, alifika hapa akatatua changamoto hiyo na kutamka ya kwamba eneo hili ni la wananchi, na wananchi wakabaki wakijua kwamba eneo ni la kwao. Jina naitwa Ngoyai Jama, mkazi wa kijiji cha Mti Mmoja. Lengo la kikao la wananchi waliokaa hapa uliwaona
ni kero ya wananchi waliochukuliwa ardhi yao na kugawa. Mwenyekiti wa kijiji anagawa ardhi bila maridhiano ya wananchi wa kijiji cha Mti Moja, na tumeenda kila mahali. Jana tumetoka wilayani kufuatilia kero ya mwenyekiti wetu aliyegawa ardhi bila ridhaa ya wananchi, na tumeshindwa maafaka ya hii ardhi ni nini. Maana ardhi anayogawa bila kinyume ilibaki kuwa ardhi ya malisho bila kujiweka aina yoyote ya makazi. Huku na kona huku ni sehemu ya kufanyia wanajeshi kufanyia mazoezi na ufugaji wa mifugo. Mwenyekiti wa kijiji hicho Ibrahim Leiyo akizungumzia kuhusiana na hoja hiyo amekanusha na kusema kwamba yeye hahusiki na uuzwaji wa eneo hilo kama ilivyodaiwa. Lakini mzee akashauri ya kwamba msiletee hii agenda, sababu mnaenda kupeana ardhi yetu usiku, nendeni mkampe hiyo hivyo. Kwa hiyo na mimi nikaungana nao kujibu agenda yao kwamba kutoa ushahidi ya kwamba au ya kupeana ardhi. Nataka tu niweke bayana. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba kila mmoja wetu aelewe hili nisiende kuingilia, lakini nataka tu nijibu hoja ya mzee kwamba umeenda kupeana ardhi yetu mahakamani. Hamna ardhi ambayo nimeenda kudai kitu. Ndio nimesema hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, nimesema nijibu kwa vile mnavyoniuliza.